Ya, tunamshukuru Mungu kwa Jumapili nyingine nzuri kabisa, Jumapili yetu ya pili katika mwaka huu wa 2026. Na kwetu ni mara ya kwanza kuingia hapa kwa mwaka mpya, na naamini kabisa kwamba kuna kitu kizuri ambacho Mungu ameandaa kwenye maisha yetu hata asubuhi ya leo. Na niwaambie tu wasikilizaji wetu, heri ya mwaka mpya. Naamini mwaka umeanza vizuri kwa imani. Amen. Na kila mtu ana imani kwamba Mungu ameanza naye mwaka vizuri. Na mimi pia namshukuru Mungu kwa kila mmoja ambaye amekuwa anatusikiliza mahali hapa na amekuwa anatega masikio yake kutusikiliza mahali hapa. Naamini kabisa kuna kitu chema ambacho Mungu ameandaa kwa ajili yake. Amen. Na Jumapili ya leo ni Jumapili nzuri, ni Jumapili ambayo Mungu ameruhusu kwa ajili ya kumtukuza, kumwabudu, kumshukuru kwa mambo yote aliyokutendea kwenye maisha, na pia atakukupa nafasi ya kuona mwaka mwingine 2026. Ni neema ya Mungu. Kabla sijaanza chochote niombe, then tutaendelea na kinachoendelea mahali hapa. Amen. Baba, asante kwa neema yako, asante kwa pendo lako, asante kwa wema wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa siku nyingine nzuri kabisa Mungu ambao umeruhusu kuja kwenye redio hii kwa ajili ya kuongea na watoto wako Jumapili ya leo, Jumapili nzuri ambayo Mungu umeifanya. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa kuwa ni mwaminifu, umetuamsha salama, umelinda familia zetu, ndugu zetu, umelinda afya zetu, umelinda watoto wetu, umelinda kila kitu pamoja na taifa letu la Tanzania. Mioyo yetu imejaa shukrani kwa matendo yako makubwa na ajabu ambayo Mungu umetenda kwenye maisha yetu. Asante kwa siku nzuri tena ambayo tumeianza, siku ya baraka. Naomba neno lako linapoachiliwa kutoka kwenye kinywa changu asubuhi ya leo likaguse maisha ya kila mmoja ambaye amefungua moyo wake kulisikiliza. Ninajua kuna watu ambao wameamka wamebeba mizigo mizito, wengine wana mawazo mengi, wengine wana stressi, wengine wamechoka, wengine wamekata tamaa, wengine ni wagonjwa, wengine hawawezi, wengine ni kama wamefika mwisho, lakini ulisema kwamba ulituma neno lako kutuponya na kututoa kwenye maangamizi. Hivyo Mungu, naomba neno lako asubuhi ya leo linalotoka kwenye kinywa chako likamtoe mtu mmoja kwenye maangamizi, likamtoe mtu mmoja kwenye machozi, likamtoe mtu mmoja kwenye huzuni za moyo, kwa kuwa tunajua kabisa kwamba neno lako ni dawa, na neno lako ni dawa na ni furaha. Ulisema moyo uliochangamka ndio dawa nzuri. Asubuhi ya leo naamini kabisa kwamba kuna kitu kipi ambacho naachilia kwenye mioyo ya watoto wako, na kwa utukufu wako tunakwenda kuinuka tena. Kwa jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen, amen, amen. Amen. Ya, kabla hatujaanza niwakaribishe sana leo ibadani siku ya Jumapili katika kanisa letu zuri kabisa la Champions of God Assembly lililoko hapa Moshi mjini, mkabala kabisa na ofisi za reli, ukumbi wa Motown Kaosh. Ndipo ambako tunapatikana. Siku ya Jumapili tutaanza ibada saa 3 asubuhi na Mungu atakubariki sana sana sana. Lakini pia wakati tunaendelea na mafundisho, kama unahitaji maombi, maombezi, ushauri au una swali lolote unahitaji kusaidiwa kwa habari ya huduma na kwa habari ya kitu ambacho nakipitia, unaweza kutuma message. Tafadhali sio kupiga, unatuma message kwa 0752 48 75 53. Hizo ni namba zetu ambazo unaweza kutumia message na tukakujibu na tukakusaidia. 0752 48 75 53. Haleluya. Amen. Okay. Sasa tuanze somo letu zuri kabisa la siku ya leo, na tutazungumzia vitu ambavyo Mungu ameviandaa katika mwaka wetu huu wa 2026. Amen. Na sisi Mungu amesema na sisi kwamba ni mwaka wetu wa ushindi mkuu. Huu ni mwaka wetu wa ushindi mkuu. Ni mwaka wa ushindi nini? Mkuu. Ni mwaka ambao kama kuna changamoto yote ambayo ulikuwa unaipitia, kama kuna jambo ulitoka unalipitia, kuna ushindi ambao Mungu amewachilia kwenye hilo jambo. Na ukisoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango ule wa 5 mstari wa 4, anasema kila kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Yoyote ambaye Mungu amemzaa, yoyote ambaye Mungu amemwokoa, yoyote ambaye Mungu amemchagua, ndani yake kuna mbegu ya ushindi. Biblia inasema kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Huu mwaka ulivyoanza, kwa jinsi unavyoona ndani yako ndivyo utakavyokuwa. Hii ni Januari na ni mianzo kabisa ya mwaka. Lazima tubadilishe kufikiri kwetu, lazima tubadilishe kuwaza kwetu, ili tuweze kudirect mwaka sawa sawa na kile tunachokiona katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu aonavyo mtu nafsini mwake, aonavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Watu wengi wamezoea kusema Januari ni mwezi mgumu, Januari ni mwezi ambao una hela, Januari vitu ni vigumu, na unakuta kweli ugumu unatokea hivyo kwa sababu ya ukiri. Biblia inasema kwenye kitabu cha Methali 4 mstari wa 2 kwamba umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. 6:2 umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Umeona Mauti na uzima ipo kwenye uwezo wa ulimi, nao wapendao watakula matunda yake.
Mianzo hii ya mwaka ambao Mungu amekupa ya kutengeneza msingi kwa habari ya 2026, lazima utengeneze msingi katika positive mentality, sawa sawa na kile ambacho Mungu anakuwazia. Anasema ninajua mawazo ninayowazia ninyi sio mawazo mabaya, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Adui anapenda sana kutumia kinywa. Adui anapenda sana kutumia vinywa vyetu kuyaua maisha yetu wenyewe. Watu wengi, adui wa maisha yako sio mchawi ambao unamfikiria wewe. Sio changamoto ya pesa ambao unafikiria wewe. Adui wa kwanza wa maisha yako ni kinywa chako. Kwa sababu Mungu amekuumba ili maneno ya kinywa chako uweze kuumba vitu. Huu mwezi wa kwanza ambao Mungu amekupatia ni mwezi ambao Mungu anategemea uweze kutengeneza mwaka wako kuanzia Januari mpaka Disemba. Kwanza kwa kukiri sawa sawa na neno la Mungu, kwa kukiri positive. Kuna mtu ananielewa vizuri kabisa? Amen. Kuna mtu anaelewa vizuri kabisa? Amen. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Yaani pale kwenye mianzo ndio Mungu aliumba. Na mianzo hii ya mwaka huu ambao Mungu ameachilia pia nguvu ya kuumba. Mianzo yoyote huwa ni new season, huwa ni majira mapya, huwa ni nafasi nyingine ambayo Mungu anakuwa anampatia mtu. Anaelewa anachokizungumza? Kwa hiyo kuna nafasi kubwa sana ya wewe vile unavyo behave, vile unavyoongea, vile unavyoishi itategemea umbali utakaoenda. Ukiangalia kitabu kile cha Yohana nadhani mlango wa 7 pale kuanzia mstari wa 23 anasema kuna mtu wise man au mtu mwenye hekima alijenga nyumba yake kwenye msingi au kwenye mwamba. Mvua iliponyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, anasema ile nyumba haikutikisika kwa sababu msingi wake umebebwa juu ya mwamba. Ila kuna mtu mmoja mpumbavu ambaye alijenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ziliponyesha, pepo zikaja, mafuriko yakaja, ile nyumba ikaanguka na anguko lake likawa kubwa. Alikuwa anamaanisha nini? Kwamba unavyotengeneza mwaka wako, unavyoitengeneza siku yako, unavyotengeneza majira yako inamata sana sana sana. Kama ukitengeneza mwaka wako kwenye Januari kama mtu akukiri kushindwa, mtu wa dhambi, mtu ambaye huelewi, umpi Mungu nafasi ya kwanza, ujali mambo ya Mungu, ujali mambo ya ibada, ujali chochote, unakuta unaujenga msingi wako kwenye mwamba, kwenye msingi ambao ni weak, msingi ambao ni dhaifu. Mungu anashindwa kupata nafasi ya kujenga mwaka juu ya huo msingi. Na ndio maana tumekuja kukuambia leo kwamba kila kitu kilichozaliwa na Mungu au kila mtu aliyezaliwa na Mungu anashinda ulimwengu. Amen. Ana ushindaji ulimwengu. Anasema na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Hiyo imani yetu. Anakuwa na imani katika Bwana. Anakuwa na imani katika Mungu. Anaamini kabisa yote yanawezekana kwake aminie. Anakuwa juu ya kila changamoto ambayo inakuja akiamini kwamba si anaishi bali Kristo ndio anaishi ndani yake. Haleluya. Amen. Kwa tumekuja kukuambia leo kwa mara ya kwanza kwenye mwaka huu, inuka wewe shujaa. Wewe ni mshindi. Amen. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Tunashinda katika ile tupenda. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa kwanza anasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe watoto wa Mungu, na hivyo ndivyo ilivyo. Haleluya. Hili ni pendo la namna gani? Yohana alikuwa anauliza, ni pendo la namna gani ambalo Mungu ameliachilia kwetu kwamba tuitwe watoto wake? Maana ya kuwa mtoto maana umezaliwa na mbegu yake. Umeibeba DNA yake. Na DNA ya Mungu ni DNA ya ushindi, sio DNA ya kushindwa. Anasema Mungu hakutupa roho ya woga kwenye kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 6, bali alitupa roho ya nguvu na upendo na kiasi. Haleluya. Sikiliza rafiki yangu, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Huu mwaka unapoanza, ukisoma kitabu cha Zaburi Isaya nadhani 60 pale, anasema roho wa Bwana juu yangu kwa maana Bwana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Amen. 2026 ni mwaka wa Bwana uliokubalika kwako. Ni mwaka ambao Mungu ameandaa wokovu kwenye maisha yako. Ni mwaka ambao Mungu anataka upige hatua. Mungu hataki uzunguke pale ulipozunguka 2025 na miaka mingine iliyopita. Sikiliza, kuna matumaini kama Ayubu 14:7 inavyosema, katika mti uliokatwa kwamba unaweza ukachipuka tena. Kwa hiyo 2026 Mungu amekupa nafasi nyingine ya kuchipuka, ya kuota, ya kuendelea mbele, ya kusonga mbele. Amen. Ya kuiona kesho yako iliyopangwa na Mungu. Haleluya. Kuna mtu ananielewa vizuri? Amen. Kuna mtu ananisikia vizuri? Amina. Usiruhusu sauti zinazokuzunguka ziongee. Usiruhusu mazingira yaongee. Usiruhusu kushindwa kuongea.
Usiruhusu kufeli kuongea. Wale wamjuao Mungu wao, sasa kitabu cha Danieli nasema watatenda makuu na kuwa hodari. Tunakuwa hodari na kutenda makuu 2026 kwa sababu tumezaliwa na mbegu ya Mungu. Tumezaliwa na Mungu. Asili yetu si ni ushindi. Kama Yesu Kristo hayupo kaburini, alikufa na akafufuka, ameketi mkono wa kuume wa Mungu, na sisi ambao tumempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunashinda na zaidi ya kushinda. Hakuna cha kututenga na upendo wa Mungu. Amen. Sio mauti, sio njaa, sio mateso, sio vita. Katika mambo yote, sema katika mambo yote. Katika mambo yote. Sema katika mambo yote. Katika mambo yote. Mwaka huu rafiki yangu, ije mvua ije jua, lije chochote kije chochote, unaisemesha nafsi yako, unausemesha moyo wako kwamba katika mambo yote ninashinda na zaidi ya kushinda. Najua kuna hali unaipitia hata unavyonisikiliza. Unasema hivi mtumishi anaongea nini? Sikiliza, ukiwa unawaza, biasema uwezi kuwaza ukajiongezea hata nywele yako moja. Uwezi kuwaza ukajiongezea hata urefu, lakini nguvu zetu zitakuwa katika kutulia. Nguvu zetu zitakuwa katika Kristo. Kama Ayubu 11:22 inavyosema kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani. Haleluya. Mjue sana nani? Mungu. Mjue sana nani? Mungu. Ili uwe na amani. Ndipo mema yatakapokujia. Unapotafuta kumjua Mungu kwa habari ya maisha yako, unapotafuta kumjua Mungu kwa habari ya vitu vyako, kuna amani ya Kristo ambayo inaingia ndani yako. Hatupati amani kwa sababu mambo ni mazuri. Hatupati amani kwa sababu vitu vinasema mazingira ni mazuri. Sikiliza, amani ipitayo akili zetu, amani ipitayo fahamu zetu, amani ambayo dunia haiwezi kukupa. Kwa sababu ukiangalia dunia haiwezi kutoa amani. Mpenzi wako hawezi kutoa amani. Hata kuna saa mzazi wako kuna aina ya amani hawezi kukupa. Lakini kuna amani pekee ambayo tumekuletea leo 2026. Ambayo hii amani ni Yesu Kristo peke yake, ambaye anaitwa mfalme wa amani. Alipozaliwa tunaambiwa kwamba amekuwa ni mfalme wa amani. Ataitwa mfalme wa amani. Mungu mwenye nguvu. Amebeba amani pitayo akili zote. Amebeba amani pitayo fahamu zote. Haijalishi umekwama wapi. 2026 ni mwaka wako wa ushindi mkuu. Lakini ushindi rafiki yangu hauji tu kwa kusikia yale maneno nakwambia. Lazima ukiri. Lazima uamini. Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Kristo. Mimi nimekuletea neno la Kristo leo kwenye hii madhabahu. Lakini nataka unganishe imani yako. Kama vile ambavyo Yesu alikuwa anawaponya watu mbalimbali, wakoma wa nini. Akiwaponya anawaambia inuka, imani yako imekuponya. Anauliza, je, unaamini naweza nikakupa? Sema ndio ninaamini. Asema okay, simama, jitike godoro lako uende. Na mimi nakuja kukuambia, unaamini kwamba kuna Mungu aliyekuumba? Unaamini kwamba kuna Mungu aliyekukinga na hatari na ajali na balaa? Unaamini kwamba kuna Mungu anayekuwazia mawazo yaliyo mema? Unaamini kwamba kuna Mungu ambaye ni chanzo cha uhai wako na ameulinda uhai wako na kaburi? Unaamini kwamba kuna Mungu ambaye ndio sababu ya wewe kuishi na sio sababu ya mwanadamu? Kama unaamini, unatakiwa muamini kwamba katika mambo yote ninashinda na zaidi ya kushinda. Ninashinda asubuhi, ninashinda mchana, ninashinda jioni. Na hakuna cha kunitenga na upendo wa Mungu. 2026 ni mwaka wangu wa kuinuka tena. 2026 ni mwaka wangu wa kupiga hatua tena. 2026 ni mwaka wangu wa kusimama tena na kuangalia maisha yangu kwa namna nyingine. Maana Mungu amenipa nafasi nyingine. Nafasi nyingine ya kujirekebisha, nafasi nyingine ya kujitengeneza, nafasi nyingine ya kujiamini. Anasema wenye haki ni majasiri kama simba. Haleluya. Na leo naongea na watu ambao wanaamini kwamba ndani yao Mungu ameweka ujasiri kama wa simba. Wako juu ya mazingira, wako juu ya changamoto. Hata kwenye jangwa wanapita na Yesu. Hata kwenye maji mazito wanapita na Yesu. Ukiangalia kitabu kile cha Isaya mlango 43 mstari wa 2, anasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe, wala mito ya maji haitakugarikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza, kwa sababu mimi Bwana Mungu wako nitakuwa pamoja nawe. Amen. Nataka nikwambie 2026 sio kwamba utajaribiwa. Sio kwamba utapita kwenye moto utakuja, lakini ni kupima imani yako. Sio kwamba utapita kwenye maji ya kukugarikisha, vitu vya kukugarikisha, hofu za maisha, financial stagnation, magonjwa, vitu vya kukutisha na kukugopesha. Sikwambii kwamba hutavipitia, kwa sababu uko kwenye mwili na uishi rohoni. Vitakuja. Lakini vikija vitakukuta peke yako. Vitakukuta ukiwa pamoja na Mungu. Vitakukuta ukiwa pamoja na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anasema kwamba upitapo kwenye maji mengi, mimi Yesu nitakuwa na wewe kwenye maji. Uendapo katika moto hautateketea.
Haleluya. Amen. 2026 moto aina yote ambao adui aliandaa kuteketeze, ninasimama kama nabii wa Bwana kusema kwamba hautakuteketeza kwa jina la Yesu. Amen. Hautakuteketeza kwa jina la Yesu. Amen. Hautakuteketeza. Kama asema kila silaha itakayoinuka juu yetu haitafanikiwa, na kila ulimi utakao tuhukumu utahukumiwa. Sasa na Isaya 54 mstari wa 17. Utahukumiwa kwa ni mkosa. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni washindi. Sisi ni washindi rafiki yangu. Amen. Hatushindi kwa sababu tuna pesa. Hatushindi kwa sababu tuna kazi. Hatushindi kwa sababu tuna vyeti. Kuna watu wana pesa lakini hawana furaha. Kuna watu wana kazi nzuri lakini wanalia usiku hawalali. Kuna watu wana kila kitu ambacho unakihitaji wewe sasa hivi, lakini wanaishi kwenye maumivu na machozi. Kwa hiyo vitu sio havikupi raha. Vitu sio chanzo cha furaha yako. Yesu Kristo tuliyekuletea leo, ambaye anataka kutembea na wewe 2026, yeye ndio chanzo cha furaha yako. Amen. Umeelewa? Amen. Yeye ndio anayebaki na wewe wakati kila mtu akuelewi. Wakati kila mtu amekukataa, Yesu ndio anayebaki na wewe. Yesu ndio anayebaki na wewe. Tunaweza mambo yote katika yeye atutia nguvu. Tunashinda na zaidi ya kushinda katika ile tupenda. Kwa hiyo leo natamani utamkie mwaka wako. Inawezekana mama na watoto ambao unaishi nao, wale watoto wamekukatisha tamaa, wamefika mahali umechoka. Unajua nilikuwa nawaza, mama yangu mimi amezaa watoto 6. Tumezaliwa 6. Sasa wakati tunakuwa, kuna mdogo wetu mmoja ambaye amenifuata, ambaye kiukweli alikuwa ni mlevi sana. Yule kijana alikuwa ni mlevi, alikuwa ni mvuta bangi. Devi, nikikwambia bangi nielewe. Yaani nielewe. Yaani mdogo wangu mimi alikuwa akinywa pombe, anakwambia nikinywa bia crate moja ndio kwanza labda nishushie na zile ashukie sio na vitu gani ndio asikia hata ameelewa. Yaani alikuwa ni mlevi, alafu alikuwa ni jambazi. Yaani kiasi kwamba hata mama akiacha saa hapo inaibiwa hela. Yaani tunaficha vitu kama vile sisi tunakaa na nani. Tulipeleka shule zote, anamishwa huko. Ilifika mahali tukawa tunamwombea sana yule mtoto, tukamwombea. Aka kidogo anarudi, kwa sababu mimi ni mtoto wa mchungaji na baba yetu ni mchungaji. Kwa hiyo ikafika wakati mpaka siku moja nakumbuka mdogo wangu akawa anauza bangi nyumbani. Yaani watu wanakuja nyumbani wanabisha hodi. Kumbe nyumbani kwetu ndio duka la bangi. Yaani ndio supplier wa bangi mtaani, mtoto wa mchungaji. Ile hali ilimuumiza sana mama yetu na sisi tumiza sana. Na ikafika mahali mpaka baba yangu akasimama kanisani siku moja, kwa sababu ni mtoto wa mchungaji, vitu anavyofanya ni vibaya, na wapa watu mimba. Yaani ni vitu vinaumiza. Baba yetu akasimama akamtenga, kama vile ilivyo kawaida makanisa yetu, kwamba ukifanya kuna aina vitu kifanya unasimamishwa kwa muda. Akamtenga, akasema kijana wangu, aliongea kwa uchungu. Lakini mama yangu alipofika nyumbani akawa nakiri sasa ushindi juu ya mdogo wangu. Akasema mtoto wangu hajakabidhiwa shetani. Mimi sijazaa mtoto ambaye atamtumikia shetani. Nimemzaa mtumishi wa Mungu. Nakumbuka mama yangu akawa mdogo wangu sengine analewa, anakuja usiku wa manane amelewa. Mama anamshika mkono usiku wakati tunaomba, unakuta ameshalala kitandani mdogo wetu. Mama anaenda kumchukua kitandani, anazunguka naye sebleni anaomba. Anasema wewe, mdogo wangu anaitwa Good Luck. Wewe Pastor Good Luck. Anamuita pastor hapo, ni mlevi. Anakiri ushindi kwa habari ya mtoto wake. Anasema Pastor Good Luck rama sika yanda rabo sika, anatembea naye anaomba rima saka yanda. Shetani sijakuzalia mtoto, huyu ni mtumishi wa Mungu, nilimbeba kwenye tumbo langu. Hawezi kuwa mlevi, hawezi kuwa kahaba. Huyu ni mtoto wa Mungu, amezaliwa na mbegu ya Mungu. Nakumbuka alikuwa anaongea sana maneno kwamba mtoto wangu amezaliwa na mbegu ya Mungu, hajazaliwa na mbegu ya familia, kwa sababu kwenye ukoo wetu watu wanalewa mno. Ile spirit ya kulewa imetokea kwenye familia. Kwa hiyo ni kama ile roho ilimuingia. Akasema hata hajazaliwa na mbegu ya huko, hajazaliwa na mbegu ya huko, mtoto wangu atakuwa mlevi. Mama akawa anaendelea kufanya hivyo. Mdogo wangu ndo hali kazidi kuwa mbaya. Nakumbuka akarudi chuo, akasoma hivyo, akapata kazi ya ajira. Siku moja baba yangu akaenda kumwangalia huko Butiama, akatuambia mdogo amemkuta mtaroni amelewa. Yaani analewa, alikuwa katibu kata, amelewa mpaka hata kazi ya wezi ya serikali. Baba yetu akambembeleza mpaka nakumbuka mama yetu akawa anaongea tu. Anasema mimi sijamzalea shetani mtoto. Mpaka na miaka 35 mama kumkatia mtoto tamaa. Hakumkatia. Ilifika mahali sisi tukakata tamaa, tukasema si tumechoka. Tumeomba sana, tumwache tu mapenzi ya Mungu yatimizwe. Lakini mama yetu alikuwa anasema mimi sijachoka. Alikuwa anamka usiku wa manane, umelala, anakwambia siwezi kulala, mtoto wangu analewa. Siwezi kulala, mtoto wangu anakunywa pombe. Siwezi kulala, mtoto wangu ana maisha haya. Siwezi kupata usingizi. Anaomba, anakiri ushindi, anasema mtoto wangu amezaliwa kwa mbegu ya Mungu, sio mbegu ya familia hii. Leo ninavyokuambia yule mdogo wangu ni mchungaji
msaidizi wa baba. Amen. Yani kile mamangu alichukua na kikiri kwa habari ya mdogo wangu kilitokea. Amen. Na ndio maana leo hata nakwambia mama, inawezekana umeingia kwenye huu mwaka, inawezekana watoto wako kama mdogo wangu, au inawezekana wana hali mbaya kuliko yeye. Inawezekana kuna situations zinaendelea ambazo unahisi kama haziishi, ni ngumu na ni mbaya. Niko hapa kukuambia kila kilichozaliwa na Mungu kitashinda. Shetani hawezi kuyashinda maisha yako. Shetani hawezi kushinda watoto wako. Shetani hawezi kushinda familia yako. Hata unanisikiliza ambaye umefungwa na ulevi, umefungwa na uzinzi, umefungwa kwenye madhabahu za giza, mapepo, majini mahaba, uchawi unakutesa. Niko hapa kukuambia kwamba Roho Bwana yuko juu yetu. Kwa kuwa Bwana ametutia mafuta kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Haleluya. 2026 ni mwaka wa Bwana uliokubalika. Mungu atakufuta machozi. Mungu atakutoa kwenye hilo kaburi ambalo adui amekuweka. Mungu atakutoa kwenye hilo kaburi ambalo adui amekuzika. Amezika maono yako, amezika elimu yako, amezika kazi yako. Na leo tunakuja kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa kuwa anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu, Isaya 55:11. Litokalo kwenye kinywa changu, alitanirudia bure mpaka limetimiza mapenzi yake. Mimi naliamini sana neno la Mungu. Naamini sana la Mungu, David. I believe in the word of God. Kwa sababu neno la Mungu ni kweli. Tuna maneno mengi duniani. Tuna vitabu vingi duniani tunavyovisoma. Vya sayansi, vya nini? Mimi nimesoma science. Tumesoma vitu vingi vya kisayansi. Tumesoma vitu vizito mpaka form 6. Unajua kusoma science mpaka form 6, alafu tena chuo pia nimesoma science. Yaani unasoma mambo mengi ya duniani ambayo yametokana na akili za wanadamu. Lakini unakuja kugundua chenye ukweli kabisa wa dunia, chenye ukweli kabisa wa moyo wa mtu ni neno la Mungu. Ndio maana Zaburi ya 100 anasema mstari wa 20 akasema, ulituma neno lako kutuponya na kututoa kwenye maangamizi yetu. Kwa mama yangu alipokuwa analituma neno kwa mdogo wangu, anasema wewe mdogo wangu, wewe mwanangu, umezaliwa kwa mbegu ya Mungu. Mimi siwezi kubeba mlevi kwenye hili tumbo. Mimi akaona wakati wengine tumechoka, tumekata tamaa. Yale maneno yalikuwa ni roho, yalimfuatilia kila mahali alipokuwa anaenda. Leo ameoa, ana watoto, ni mchungaji, ni mtumishi wa Mungu, amebarikiwa. Tena ndio mtoto ambaye kwenye familia ana hekima ya ajabu kuliko watoto wote. Yaani hata mimi nikitaka kutafuta mtu nishenee jambo langu, wasi mtafuti mtoto mwingine. Ingawa wengine walikuwa vizuri nao ni watumishi wakubwa, lakini yeye ana kitu kinachotoka wisdom. Yaani akikushauri kitu, anakushauri kitu kwa hekima. Shetani atafutaji mtu mbaya. Nimegundua wa shetani atafuti mtu mbaya. Ukiona mtu anateseka, shetani anamfunga. Huyo mtu amebeba kitu kikubwa sana kwa ajili ya familia. Amebeba kitu kikubwa sana kwa ajili ya kizazi. Na mwaka huu ninasema watoto wote waliofungwa na adui ili wasiwe majibu ya familia zao, waliofungwa wasiweze kutunza wazazi wao, kusaidia ndugu zao na familia zao, adui amewafunga kwenye 2026 Mungu anakwenda kutangaza mwaka uliokubalika na siku ya kizazi cha Mungu wetu. Huu ni mwaka wa Bwana. Huu ni mwaka wa Bwana. Watatoka kwenye magereza, watatoka kwenye mashimo, na Mungu atajitwalia utukufu katika jina la Yesu. Unaweza kanielewa? Kwa anasema tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba. Haleluya. Aliyotupa nani? Baba. Aliyotupa Baba. Ni pendo la namna gani ambalo Mungu ametupa, kwamba tuite watoto wa Mungu. Wapendwa, asubuhi ya leo ni mtoto wa Mungu. Hata kama unaamka shetani anakuambia kwamba ni mtoto wa shetani, una dhambi sana, wewe ni mlevi sana, una madeni sana, si una nini sana, lakini mimi ninachokijua wewe ni mtoto wa Mungu. Umezaliwa na Mungu. Haleluya. Wakati tunaendelea, kabla tujamalizia, tunaomba kama unahitaji kutuma message usipige tafadhali. Unahitaji maombi, ushauri, tuna programu ya kushauri watu na kuombea watu pale kanisani. Na kama unahitaji kuja kwenye hayo maombi na ushauri wa mtu mmoja mmoja, tukusaidie, tukuombee, tukufungue, uanze mwaka wako kwa ushindi, uanze mwaka wako ukiwa umetoka kwenye vifungo, uanze mwaka wako ukiwa umefunguliwa. Roho Bwana kwa jina la Yesu wa Nazareti. Naona Mungu anaendelea kufungua watu. Pia kama unasikia ndani yako unatamani kutuma sadaka yako kwa ajili ya kusupport kipindi hiki Jumapili ya leo, kwa ajili ya kusupport siku katika radio na kuendelea kuhubiria na kuwafungua watu, unaweza kutuma sadaka yako kwa namba hizo. Ukaweka sadaka yako na kumwambia Bwana nikumbuke, ni mwaka wangu wa ushindi, na jiungamanisha na hii madhabahu kwa sadaka ambayo Roho Mtakatifu anakusukuma ndani ya moyo wako kwa 0752 487553. Unaweza kuambatanisha sadaka yako kumwambia Bwana asante, Jumapili ya leo ninatoa sadaka ya kushukuru kwa kuingia 2026, kwa kulipa mwaka wa ushindi, kukunishindia majaribu yote na mateso na viambaza vilikuwa vimesimama mbele yangu. Maana sadaka huwa inaongea, sadaka huwa inapiga kelele, sadaka huwa inamtanguliza mtu mbele za Mungu, inafungua ulimwengu wa roho mtu. Sadaka unaweza kutuma kwa 0752 48
7553 na utauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Lakini zaidi ya yote wapendwa, karibu sana sana uabudu nasi katika kanisa zuri, kanisa lililo hai, lililojaa nguvu za Mungu, ambalo utamwona Mungu uso kwa uso na utabadilishwa na kuwa mtu mwingine. Kanisa sio lingine, ni Champions of God Assembly, kanisa la washindi, kanisa la washindi. Kanisa hili linapatikana hapa Moshi mjini, mkabala kabisa na ofisi za reli, mtaa ule wa relini pale, Motown Car Wash. Wale ambao mnakaa Njoro kule kote majengo najua mnapajua, ni mahali panajulikana sana, Motown Car Wash, relini pale kuna ukumbi mkubwa kabisa unaitwa ukumbi wa washindi. Lakini kama utashindwa kuelewa vizuri, ukitutumia message kwa namba hizi tutakuelekeza vizuri na utafika kanisani. Leo Jumapili tuna ibada nzuri sana sana sana, ibada ya baraka, ibada ya utukufu, ibada ambayo imejaa nguvu za Mungu. Lakini usisahau kabisa kwamba tunaona mtu mmoja mmoja, tunaomba na mtu mmoja mmoja, na utakapotuma message yako kila siku kuanzia saa 4 mpaka saa 10 jioni, tunakuombea, tunakufungua na unaona utukufu wa Bwana. Usikubali kuendelea na mateso. Usikubali kuendelea kwenye huu mwaka ukiwa umefungwa. Tayari Mungu ametuweka kwa ajili yako na ni bure. Sisi huduma tunatoa bure, hakuna gharama zozote. Ni bure kabisa na utaona ushindi. Unatutumia message hiyo na unakuja kwa ajili ya maombi 0752 487553. Nitarudia tena namba zetu na mawasiliano yetu ndio mazuri, ndio hayo 0752 487553. Haya ndio mawasiliano yetu na naamini kabisa utahudumiwa. Lakini usipige simu tafadhali, kwa sababu ukipiga utakuwa disappointed, hakuna mtu atapata muda wa kupokea. Lakini ukituma message tutawasiliana na wewe, na kama nikupiga tutakwambia tupigie au tutakupigia kwa ajili ya kufanya kile ambacho unatamani kifanyike. Naamini kabisa kwamba Bwana ameanza jambo jipya kwenye maisha yako na hakuna atakayeweza kulizuia. Mungu ameanza mwaka mpya ndani yako na hakuna atakayeweza kuzuia. Na mimi natamka kama nabii wa Bwana, nenda ukafanikiwe. Nenda ukaingia kwenye wiki yako ukiwa umebarikiwa. Nenda ukaingia kwa wepesi, mabaya hata kupata wala tauni hatakaribia hema yako, asema Bwana. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Naam, asante sana kwa ajili ya chakula kizuri kabisa. Wow, na kwani ulikuwa unakipokea tu yani. Naam. Naam, hakika ni chakula kizuri na kati ya somo ambalo nimeweza kujifunza kwamba mwezi huu wa kwanza ni mwezi wa kupanda. Yes, kwa maneno, kwa sadaka, kwa nguvu zako, kwa maneno, hasa maneno yako, maneno. Kwa sababu hata Mungu aliumba mbingu na nchi kwa neno. Kwa hiyo mwezi huu wa kwanza ni mwezi wa kuvuna. Ndio maana mwezi wa 12, yes, mwezi wa kupanda. Ndio maana mwezi wa 12 watu tunasherehekea. Tunavuna tulichokipanda mwezi wa kwanza. Kabisa. Kwa chagua mbegu yako bora kabisa na chapa nimeipata, inaitwa mbegu ya ushindi. Tafuta brand yako inaitwa mbegu ya ushindi, ipande hiyo, tukutane mwezi wa 12. Asante sana. Tukutane madhabahu ya ushindi. Juu yetu Mungu ametutia mafuta kwa ajili hiyo. Unaweza ukatuma message yako, usipige tafadhali. Tuma tu message afu tutakujibu, tutakuombea popote ulipo, tutakushauri na tutakusaidia kwa 0752 48 75 53. Nitarudia tena hiyo namba 0752 48 75 53. Hebu amua kuanza mwaka na Bwana. Amua kuanza mwaka ukiwa kiumbe kipya. Amua kuanza mwaka ukiwa mtu mpya. Amua kuanza mwaka ukiwa a new person, a new brand, new version, toleo jipya. Achana ile toleo la zamani. Kwa njoo tukuombee, njoo tukufungue. Kama kuna roho za mizimu, kama kuna roho za kifamilia, kama kuna roho za ulevi, kama kuna vitu vinakuzuia, roho za madeni, roho za kukata tamaa, Mungu ametupaka mafuta. Tunafanya hiyo kazi na watu wengi wamekuwa wanafunguliwa. Tumeuona mkono wa Bwana kwa namna ya ajabu. Unaisikia sauti na unasikia Roho Mtakatifu ambaye ni wewe unahitaji ya maombi. Ni wewe unahitaji msaada, unahitaji kushikwa mkono, unahitaji kufunguliwa macho, utolewe kwenye hilo giza ambalo adui amekuweka miaka na miaka. Uanze mwaka ukiwa na matumaini mapya na imani mpya na nguvu mpya. Mungu ametuweka kwenye mji kwa ajili yako. Na naamini kabisa utakapokuja kwenye yale maombi, utakapokuja kwenye counseling, utakapokuja kwenye one on one, Mungu atakuhudumia. Lakini zaidi ya yote kabisa, tumesema leo siku ya Jumapili na unasikia hii sauti na bado hujaenda ibadani na mwingine hata hujui unaenda kusali wapi.
Lakini wewe ambaye pia umekaa nyumbani, najua kuna makanisa mengi, hata hapo ulipo unasikia watu wameshaanza kuimba. Nenda kaabudu, tafuta kanisa asubuhi ya leo, nenda kamshukuru Bwana kwa kukupa nafasi na neema ya kuona mwaka huu. Kaingie kwenye kanisa, muadhimishe Bwana, usikae nyumbani, usilale nyumbani. Ukimpenda Mungu, mpende Mungu pia kwa muda wako. Lakini kingine pia, leo katika kanisa la Champions of God Assembly tuna ibada nzuri sana hapa Moshi mjini. Itakaanza saa 3:30 mpaka saa 7:30. Kutakuwa na maombi, maombezi, deliverance, neno la Mungu la wakati lenye nguvu kabisa, na utapokea nguvu, utapokea uwezo, utapokea mamlaka. Nitafurahi sana kukuona kwenye madhabahu ya Champions of God Assembly ukija kuabudu na sisi leo. Ni pale pale Motown Kaosh, karibu kabisa na ofisi za radio. Unapokata tiketi za treni, kuna ukumbi unaitwa Motown Kaosh, kuna Kaosh pale ya magari. Hapo ndipo ukumbi wa washindi ulipo. Karibu tumwabudu Bwana pamoja leo. Haleluya, haleluya. Amen. Yeah. Sasa nataka tuombe. Nataka tuingie katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuingie katika nini? Maombi. Katika maombi. Na kwanza niombe na wale watu ambao wanatamani kumpa Yesu maisha leo. Au ndio watu ambao nitaanza nao kabla ya wale wenye matatizo mbalimbali. Najua kuna watu wamesikia neno la Mungu lakini ndani yao wanahisi kwamba miaka waliyopita wamekuwa wanaishi maisha ya regret. Wana regret walioyafanya. Wana regret vile ambavyo adui amewachakaza, adui amewavuruga. Na wanatamani leo kuunganisha maisha yao na Yesu. Na kama utaomba sala hii pia usiache kututumia message kwamba tuambie leo nimeokoka, ili tukusaidie pia jinsi ya kukua na kuendelea katika wokovu, kwa sababu kuokoka ni kitu kimoja lakini kusimama na kuendelea kwenye wokovu ni kitu kingine. Kwa hiyo ninaomba hebu fanya maamuzi 2026 kwamba leo ninakwenda kumpa Yesu maisha in a very serious way, na Yesu Kristo atakufungulia ukurasa mpya kabisa wa maisha yako. Unaweza kuomba sala hii pamoja na mimi. Sema: Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kunipa neema na kunipa nafasi ya kuona mwaka mwingine. Nimeupokea huu mwaka kwa ushindi. Nisamehe dhambi zangu nilizokutenda kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. 2026 nimeokoka kama mwana mpotevu alivyosema moyoni mwake. Siwezi kula makombo na nguruwe wakati nyumbani kwa baba yangu na chakula cha kutosha. Na mimi nimekataa kuendelea kuwa mlevi, nimekataa kuendelea kuwa mzinzi, nimekataa kuendelea kutoa mimba, nimekataa kuendelea kuwa mwizi, nimekataa kuendelea kuwa mtu asiyekuwa na ibada. Ninakuja kwako Baba yangu, unipokee na unifanye kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Baba, asante kwa kila mmoja ambaye amefungua moyo wake. Asante kwa kila mmoja ambaye amekupa maisha kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Asante kwa kila mmoja ambaye umemfungua na kumwokoa leo. Roho Mtakatifu, naomba ile mbegu ya wokovu ambayo imepandwa ndani ya watoto wako ikaote, ikalete matokeo na mavuno, wakasimame kwenye wokovu, kwenye imani. Kila roho ilikuwa inaondoa kwenye imani na kuishi maisha matakatifu haina mamlaka juu yako. Tunawavuna kwa ajili ya Kristo. Tunawavuna kwa ajili ya Kristo. Kristo ndio sababu ya uhai wako, na utakaa kwa Kristo na utaishi kwa Kristo, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sasa tutaomba kwa habari ya watoto ambao tumesema ile neno kwamba 2026 ni mwaka wao kwa ushindi mkuu. Inawezekana kuna vitu ambavyo tayari vimeshaanza kuingia tangu mwaka unaanza. Wengine hata watoto wanafungua shule kesho, hujajua hata unapata wapi ada. Mwingine unaomesha ambao unaka ugonjwa fulani kana kutesa. Mwingine umeshaanza kuona hali za kuchoka, kushindwa, mambo hayaendi, biashara haziendi. Na mimi nikuja kukuambia ile neno kwamba ile neno ni neno lako, sio neno la mtu mwingine. Usilipeleke pembeni tafadhali. Hili ni la kwako. Utakapolipokea na kuliamini, kuna kitu Mungu atafanya. Sasa nataka niombe kwa habari ya roho ya ushindi kuingia ndani ya kila mmoja ambaye amenisikiliza na amenielewa. Na natamani nguvu ya Yesu Kristo ambayo imetupa kushinda na zaidi ya kushinda ianze kutembea naye kila eneo la maisha yake kuanzia Jumapili ya leo na kuendelea. Utakuwa unaomba pamoja na mimi. Shika tu moyo wako hapo nyumbani ulipo wakati unaomba, na mimi nitakuwa ninaomba na kuachilia hiyo roho ya ushindi, na kila roho ya kushindwa, roho ya kukata tamaa, roho ya kuchoka na kuvunjika moyo itakuachilia katika jina la Yesu. Baba, wewe ni mwaminifu, ni mwema, ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza. Asante kwa Jumapili ya leo na neno ambalo umeliachilia mahali hapa. Na umesema ulituma neno lako kutuponya na kutoa kwenye maangamizi na kwenye mateso na kwenye machozi. Najua watoto wako wamesikia neno hili kwa imani na wanapita kwenye vitu
vigumu, vizito, vya kuchosha, vya kukatisha tamaa. Wengine wamekata tamaa, wengine wanaona kama hawawezi, wamepewa taarifa mbaya, taarifa za madaktari. Wengine wanapita kwenye hali ngumu kiuchumi, biashara zimekataa. Wengine wamekaa na vyeti miaka na miaka na hawaoni kazi, lakini ndani yao kuna mbegu ya ushindi. Na umesema leo kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yale tupenda. Rima sika indo robo sika yanda repa saka tara masaka yanda. Nimesimama kutangaza 2026 na achilia roho ya ushindi kwa hapo ulipo, na achilia roho ya kushinda hapo kwa ulipo. Roho yote iliyokwenda kushusha, iliyokwenda kukatia tamaa, roho ya hofu, Mungu akukupa roho ya woga. Ninainua hiyo hofu, ninainua hiyo hofu kwenye ufahamu wako, kwenye fahamu zako, kwenye akili yako. Hofu ya kuanzisha hiyo biashara, hofu ya kuingia kwenye hiyo ndoa, hofu ya kuendeleza maisha, hofu ya maisha, hofu ya madeni, ninaing'oa katika jina la Yesu wa Nazareti. Asubuhi ya leo ninasimama kinyume na kila roho za giza, mapepo wachawi, majeshi ya mapepo mabaya yanayosimama kuleta hofu kwa watoto wa Mungu, kuondoa ushindi wa watoto wa Mungu, kuiba baraka za watoto wa Mungu. Rima sika indo robo sika yanda. Achilia akili zao, achilia fahamu zao, achilia biashara zao, achilia maisha yao, achilia hatua zao, achilia ndoa zao, achilia nyumba zao, achilia watoto wao katika jina la Yesu wa Nazareti. Wewe roho ya shetani ambaye umeingia kuvuruga maisha ya watoto wa Mungu, ninakuvuruga kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Na Jumapili ya leo, Jumapili ya leo ninasimama ripasika inda. Kuna watu wanapokea nguvu, kuna watu naona kwenye ulimwengu wa roho unapokea nguvu ya kuinuka tena. Kuna mtu naona unapokea nguvu ya kusimama tena. Kuna mtu naona unafutwa machozi. Ondoa machozi, ondoa hiyo mizigo ulikuwa umebeba, hiyo mizigo ya dhambi, hiyo mizigo ya uchungu, hiyo mizigo ya hasira. Ninasimama kwa jina la Yesu asubuhi ya leo. Ninasema ni mwaka wako wa ushindi. Unashinda na zaidi ya kushinda, unashinda na zaidi ya kushinda. Hizo sauti zinazokuongelesha ya kwamba mwaka huu utakufa, ya kwamba mwaka huu utashindwa, ya kwamba unaaibika, hiyo roho ya aibu iliyoachiliwa kwenye maisha yako. Indarama seketerebo sika yanda mandere masaka tara masaka yende ripa sika yanda. Roho Mtakatifu nenda, nenda Soweto, nenda Pasua, nenda Njoro. Roho Mtakatifu nenda Majengo, KSMC, nenda Rombo, nenda Same, nenda Mwanga, nenda kule Hai, nenda Arusha, nenda Singida. Hakuna umbali katika ulimwengu wa roho. Leo ni Jumapili, wingu lako limetanda. Malaika wako ushindi wameachiliwa kwa ajili ya watoto wako. Yote aliyefungua moyo, yote anayetamani kupokea kitu asubuhi ya leo kwenye redio hii, usimwache, usimwache, usimwache. Mguse na hili neno, mguse na hii nguvu, mguse na upako, mguse na upako, guswa na upako, guswa na upako, guswa na upako. Ripa sika inda. Wewe mbona unapitia kwenye ugonjwa, ninakwambia shika hapo unapoumwa sasa hivi. Sema ninapokea uponyaji, ninapokea uponyaji, ninapokea uponyaji. Mimi sio mgonjwa, kwa kupigwa kwa Yesu nimepona. Alichukua maumivu yangu, alichukua mateso yangu. Ninatamka afya ya kiungu kwenye hiyo hali. Natamka kwa wazazi wako, natamka kwa ndugu zako, natamka ripa sika inda rama saka yanda. Simama, simama kwenye hicho kitanda, simama kwenye hicho kitanda ulichowekwa 2025 ambacho adui anataka kuweka 2026. Ninakushika mkono kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakutoa kwenye hicho kitanda, ninakutoa kwenye hicho kitanda. Adui alisema utakapo, adui alisema utafia hapo, adui alisema utaozea hapo. Leo nasimama kwa jina la Bwana wa majeshi, na mtuma malaika rima sika inda. Nenda vijijini, nenda mijini, nenda kila kona. Ponya waliofungwa, fungua waliofungwa, fungua waliofungwa kwenye magereza mbalimbali. Na ushindi wa Kristo uko juu yako, ushindi wa Kristo uko juu yako, ushindi wa Kristo. Natangaza ushindi pande zote, pande zote natangaza ushindi, natangaza ushindi, natangaza ushindi. Endelea kukiri uponyaji, endelea kukiri kushinda. Tamkia vyeti vyako kwa unapata kazi mwaka huu. Tamkia mikono yako kwamba hii mikono itashika hela. Tamkia miguu yako kwamba hatua zinafunguka. Popote unapokanyaga Mungu anakupa. Ondoa kila kamba kwenye miguu yako ambazo adui alizuia usiweze kuona fursa. Ita watu wako wa faida, destiny helpers, watu wenye majibu yako, wenye fedha zako, wenye fursa, wenye nafasi ambao adui aliwafunga usionane nao. Ninasimama kama nabii wa